asal ada usahanya. Langit, itu kemana? Filamu inaanza kwa somo la chuo ambalo linaficha ujumbe mkubwa sana. Mhadhiri kachukua wanafunzi watatu akawapa mchezo mdogo wa kuigiza, akawaambia kwamba kuna mkoba huko mbele yao, kila mmoja wao ashawishi akiaminisha kwamba huo mkoba ni wa kwake. Mwanafunzi wa kwanza akaonekana kuwa na wasiwasi, akashindwa kabisa kudhibitisha madai hayo, lakini mwanafunzi wa pili akazungumza kwa utulivu mkubwa kiasi kwamba kila mmoja akaanza kuamini ni wa kwake. Lakini mwanafunzi wa tatu akajiamini kupita kiasi, akafanya watu wengi zaidi waamini kwamba yeye ndiye mmiliki wa huo mkoba. Baada ya hili zoezi, mhadhiri akawa amesema kwamba katika maisha si kila anayejiamini ndiye mwenye ukweli, wala si kila anayeonekana mwenye hofu ndiye muongo. Mara nyingi watu huwahukumu watu wengine kwa sura, sauti na jinsi wanavyozungumza kuliko ukweli wenyewe. Sasa somo hili ndio msingi wa hii hadithi nzima. Huyu mhadhiri anaitwa Bera, mwanamke mwenye umri wa miaka 35. Licha ya urembo wake na umri kwenda, huyu binti hajaolewa kabisa. Anaipenda kazi yake ya kufundisha kuliko kitu chochote. Anaamini kwamba kila mtu anayo haki ya kuchagua njia ambayo inamfaa yeye, inamfanya kuwa mwenye furaha bila kulazimishwa kufuata matarajio ya jamii kama vile kuolewa ama kuzaa na vitu vingine kama hivyo. Wakati Bera akifurahia maisha yake kama mwanamke aliye huru, ana rafiki yake wa kike anaitwa Dhira. Yeye huyu ana maisha tofauti kabisa. Yeye kwanza kaolewa, ana mtoto na pia anafanya kazi, ni mwajiriwa. Kila siku analazimika kusawazisha majukumu yake ya kifamilia kabla ya kwenda kazini, jambo ambalo linamfanya mara nyingi huwa anachelewa katika kazi zake. Licha ya yote, yeye anaipenda sana familia yake na anapenda kutimiza majukumu yake ya familia, sio shida zake kabisa. Ameridhika na haya maisha aliyochagua. Bera na Dhika wakawa wamekutana kama kawaida yao, wakawa wanapiga stori. Bera akawa anashangaa sana rafiki yake jinsi ambavyo anaonekana kuendelea kuvumilia maisha ambayo yanampa pirika kila siku. Huoni kama unachoka kuishi namna hii? Bera akawa amemuuliza. Dhira akatabasamu kisha akamwambia kwamba ninafanya haya yote kwa watu ninaowapenda. Hili jibu likamfanya Bera na yeye kuona kama yuko sahihi katika maamuzi yake ya kuendelea kuishi bila mtu. Yaani kimsingi huyu binti hana mpango wa aina yote kutafuta mpenzi, yuko single, yuko huru na ana furaha. Rafiki yake anatamani sana Bella asiendelee kukaa single kwa sababu umri unaenda. Akachukua simu yake akamfungulia akaunti katika programu ya kutafuta wachumba. Binti yeye hakulichukulia hili jambo kama serious sana, aliona tu kawaida, hivyo akawa anacheka tu na rafiki yake. Hapa tukiachana na hawa wadada, upande mwingine tunamfahamu kijana mmoja anaitwa Ranjiti. Huyu yeye ana umri wa miaka 18 tu, ni mwanafunzi na anaishi na mshikaji wake anaitwa Ukap. Mshikaji wake akaanza kumchamba, wewe kijana inabidi kutafuta mpenzi kwa sababu ni kama anambanabana, anamtumatuma yeye kama mwanamke wake. Wakaamua kufungua akaunti kwenye programu ya kutafuta wapenzi. Mwanzoni Ranjit akatumia jina Sky pamoja na picha nyingine. Aliamini kabisa huu ni utani. Mara dakika chache tu akawa amepata taarifa kwamba amepata mtu ambaye anaweza kuendana naye. Mwanamke mwenyewe sio mwingine bali ni Bera. Basi mshikaji mara moja akaanza kutuma ujumbe kwa Bera. Sasa sio yeye tu anayetuma ujumbe kwa Bera, kuna watu wengi sana ambao wanatuma ujumbe kwa Bera, na hili jambo lilikuwa linamkwaza sana binti Bera. Akawa anazisoma tu, anazipuuzia tu. Karibu kila ujumbe aliouona ulikuwa ni ujumbe wa kawaida tu wenye maneno yale, maneno ya kuvutia kujaribu kumtongoza, lakini ghafla akawa amegundua kwamba kuna ujumbe mmoja uko tofauti kabisa. Ranjiti hakuwa ameanza kwa mistari ya kawaida ya kutongozea. Hili lilimfanya Bella amjibu kwa mara ya kwanza. Basi wakaanza mazungumzo taratibu, na Bella alimuona kabisa huyu kijana ni mtu tofauti kulingana na wanaume ambao amekwisha kukutana nao katika maisha yake. Kadiri walivyozidi kuandikiana ujumbe, Ranjiti akazidi sana kuvutiwa na Bella, huku Bella na yeye ule usingle forever ni kama umeanza kulegea hivi. Anaanza kuhisi kama kuna kakitu fulani hivi kanamnyemelea. Anamuona huyu kijana ambaye anachati naye ni kijana yuko tofauti kabisa. Hili jambo lilikuwa linamfanya binti anakuwa yuko busy sana na simu, kiasi kwamba hata rafiki yake mwenyewe akaanza kumuona kama mbona Bella yuko busy namna hii. Akamnyakua simu, akaangalia, akagundua alikuwa na chati na mwanaume. Ndila akacheka huyo kuona kama rafiki yake wa single ana enjoy, kaanza kidogo kulegea. Akamsitu ni muhimu kupata mtu ambaye utampenda kwa dhati. Bella akaendelea kuwasiliana na kijana, ni mwendo wa kuamshana asubuhi, kuagana kulala kila siku. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, Bella na Ranjiti wakaendelea kuwasiliana
kila siku inayoitwa leo. Wakawa wanashare stori za maisha, Bella akiwa na rafiki yake wanapiga stori, na rafiki yake anauliza kuhusiana na maendeleo na mtu ambaye wanachati naye kila saa. Inaonekana Bella ni kama kaanza kumpenda kweli huyu kijana, si ndio? Dira akawa ametumia nafasi hiyo kumshawishi binti, akamwambia kwamba kama mnazungumza vizuri, kwa nini msikutane? Bella alikuwa bado na wasiwasi sana, anaogopa kukutana na mtu ambaye hamjui. Akaanza kujiuliza kama huyu ni mwanaume wa kweli, anazungumza ya kweli, ama na yeye ni taperi tu kama taperi mmoja ambaye aliwahi kumtaperi huko nyuma. Binti anaogopa sana kuingia kwenye mahusiano. Baada ya kufikiria kwa muda, akaamua kumpatia nafasi kijana. Upande wa Ranjiti akazidi kabisa kuingia kwenye mapenzi nayo mama. Kila ujumbe wa mapenzi anayotumiwa hapa anashindwa kulala. Kazi yake sasa kwa anashindwa kujiamini, anamwamsha mshikaji wake ili amsaidie kujibu majibu. Mshikaji anamwambia kwamba sio kila kitu lazima uniamshe mimi, muulize hata ChatGPT. Akamwambia kwamba sikiliza, kama unampenda kweli, jibu kwa moyo wako, usijifiche nyuma ya maneno ya watu wengine. Bella siku moja akawa muwazi kwa sababu aliwahi kujeruhiwa huko nyuma, anaogopa kuingia kwenye mahusiano mapya. Ranjiti akamjibu kwa maneno ya busara, akamwambia kwamba watu wasioweza kukubali wakati na mambo yaliyopita hawastahili kuwa sehemu ya maisha yao yajayo. Maneno haya yakamfanya Bella aanze kuhisi kabisa huyu mwanaume aliyokutana naye ni mwanaume wa tofauti kabisa, ni tofauti na wanaume aliyokutana nao huko nyuma. Binti umri wake ulikuwa umeenda, ni mwendo wa kuangalia tu makala hapa, namna ambavyo mama mjamzito mwenye umri wa miaka 40 anafaa kuutunza huo ujauzito. Bella akamwomba kijana Ranjiti ikiwezekana wakutane. Sasa Bella anajua kwamba huyu ni mwanaume ambaye ni mtu mzima, kumbe kijeba anachochati nacho ndo kwanza ni mwanafunzi wa sekondari. Sasa kijana siku hiyo akawa anajipanga namna ya kwenda kukutana na Bella. Kwanza akaanza kufeki mpaka ndevu ili aonekane kama mtu mzima fulani hivi, katinga zake suti hapa. Lakini baadaye dogo akaona kama potele mbali, liwalo na liwe, ninaenda kumwambia binti ukweli. Anatakiwa kujua ukweli kwa sababu siwezi kuendelea kujificha kwa kumdanganya msichana ambaye nitahitajika kuingia naye katika mahusiano naye. Sasa Bella akafika eneo husika. Kwa bahati mbaya akagongana na kijana Ranjiti, ila Bella hakumfahamu kabisa huyu kijana. Kijana alipagawa baada ya kuona huu uzuri wa huyu dada. Akaenda kukaa nje kwanza, anamwangalia Bella kwa mbali, anajiuliza kijana anamsogelea vipi yule binti. Sasa binti upande alipokuwa amekaa anamsubiri mwanaume ambaye amempa miadi kwamba anatakiwa kukutana naye hapa. Amekaa masaa zidi kwenda, mwanaume atokei. Binti akawa amehisi kabisa kadanganywa, kwa sababu kama ni juisi kasha kunywa juisi hapa, kasindikiza na maji, lakini mwanaume atokei. Binti akawa amekasirika sana na akawa ametoka hapo baada ya kugundua kwamba mwanaume amemwingiza mkenge. Lakini bila kujua Ranjiti alikuwa hapo, lakini alikuwa na hofu ya kumfesi yule binti. Bella baada ya kukutana na rafiki yake Dira akamlaumu kwa sababu yeye ndiye amemwingiza kwenye mambo ya mahusiano, hivi havikuwa vitu vyake kabisa. Dira akamshauri kwamba Bella, unatakiwa kumpa nafasi nyingine, yawezekana huyu akawa tofauti. Na wakiwa hapo tu, Bella akawa amepokea meseji ni kutoka kwa Ranjiti. Amemwomba msamaha, kamchomesha mahindi leo, hajatokea kwenye miadi yake, na akawa ameomba apewe siku nyingine ili wakutane, na akawa maidi awamu hii atafanya kweli. Dira akawa amemshauri Bella ampe nafasi nyingine, huyu anaonekana yuko tofauti kabisa. Baada ya kusita kidogo, Bella akawa amekubali huo ushauri. Siku ya pili ya miadi ikafika. Sasa kwa sababu Ranjiti pikipiki yake iliharibika, akaamua kwenda kukutana na Bella akiwa amevaa nguo za shule. Bella baada ya kumwona akabaki ameduaa. Wewe ndo Sky? Mbona una nguo za shule? Alafu wewe si ndio yule nilionana na wewe jana kwenye mgahawa? Ranjiti akawa amekubali, akasema kwamba mimi sio Sky, jina langu mimi naitwa Ranjiti na ndio kwanza nimehitimu shule ya sekondari. Bella akahisi kama dunia imesimama. Mwanaume alikuwa anazungumza naye anaonekana ni mtu mzima, ana busara za kutosha, kumbe ni mtoto. Ni kijana ndo kwanza kamaliza shule ya msingi, ndo kwanza na miaka 18 tu. Ranjiti akajaribu kujielezea hapa, anapambania kombe. Ninakupenda, sikuwahi kucheza na hisia zako na sitowahi kucheza na hisia zako. Lakini Bella hakutaka kusikia chochote kwa sababu aliona kabisa haya ni masiara. Akamwambia kijana kwamba kwa huzuni, mimi nina miaka 35, mara 2 ya umri wako, na wewe bado ni mwanafunzi. Ranjiti bado hakujali cha aina yote, yaani mambo ya umri yeye alijua ni namba tu. Akamwambia kwamba umri sio kitu. Lakini Bella akawa amekatisha hayo mazungumzo, akamwambia kwamba sikiliza, maisha ya watu wazima sio mchezo kabisa. Baada ya kusema hivyo, binti akawa ameondoka hapo, akamwacha Ranjiti akiwa amesimama peke yake hapo, hajui afanye nini. Akiwa amevunjika moyo, Bella akafuta na akaunti yake kwenye ile programu ya kutafuta wapenzi, na akawa amemweleza Dira rafiki yake kila kitu. Moyo wake unauma kwa sababu mwanaume ambaye alikuwa anatarajia kwenda kumuona sio jinsi ambavyo amemkuta.
amemkuta kijana mmoja mdogo mno, umri ni mduchu mno, wingi katika umri wake. Dira baada ya kufikiria kidogo akamuuliza swali ambalo Bella mwenyewe alishindwa kujibu. Kama usingejua umri wake, je, ungeendelea kumpenda? Haya maneno binti ikabidi kukaa kimya tu, yakawa yanazunguka kwenye kichwa chake. Miezi miwili ikapita, Bella akarudi katika maisha yake ya kawaida, akaanza kumsahau kabisa yule kijana. Siku ya kwanza ya muhula mpya, binti akarudi chuoni. Sasa baada ya kufika kwenye darasa lake jipya, akawa anaita majina ya wanafunzi darasani, majina mapya. Yes, unajua mambo ya kujitambulisha majina. Kaita kafika kwenye jina moja, kaita Ranjiti Sagara. Kimya. Akaita tena mara ya pili. Mara mlango wa darasa ulikuwa umefunguliwa hapo. Samahani, nimechelewa Bi Bella. Bella kucheki, huyu mtoto akafika hapa ni Ranjiti, ni mwanafunzi wake rasmi. Bella akawakaribisha tu wanafunzi wote, akawa ametoka hapo nje mbio. Ranjiti akawa ametoka hapo kujaribu kwenda kuzungumza naye. Baada ya kijana kujitambulisha tu, Bella akamwambia kwamba wazi, kuanzia leo wewe ni mwanafunzi wangu tu, unapaswa kujifanya kama hujawahi kuniona mahala popote, mimi na wewe hatujuani. Ranjiti baada ya kutoka hapo akaenda kumweleza rafiki yake mambo yote. Kijana aliamini kwamba kukutana naye hapo chuoni sio bahati mbaya tu, bali ni nafasi yake ya kurekebisha makosa ambayo amekwisha kuyatenda huko nyuma, ni kumwomba msamaha, na kijana anahitaji kukaa na huyu mwanamke karibu, ikiwezekana Bella awe mke wake. Kijana ajali mambo ya umri kabisa huyu. Muda huo huo Bella akaitwa na mkuu wa chuo, jamaa mmoja hivi anaitwa Baskara, yeye ndo msimamizi mkuu. Huyu jamaa anataka kutumia kigezo cha chuo kumwingiza mkenge huyu binti kwa kisingizio cha kumpandisha cheo katika nafasi ambayo binti ni ndoto yake kuipata katika hiki kichuo. Sasa huyu baba akaanza kumshawishi huyu mama ili watoke naye siku moja, ampe nafasi ya kuzungumza naye faraga, sijui na poyoyo tu, amna chochote. Ni bwana mkubwa tu Sagara alikuwa anamhitaji huyu mama awe naye katika mahusiano. Lakini binti baada ya kujua hivi na kumuona huyu mzee ni kama akili yake imekaa sio fresh kabisa, mazingira fulani hivi yanamfanya binti kuwa uncomfortable. Binti alikuwa amegoma, binti alikuwa ametoka hapo akiwa amefedheka sana. Rafiki yake alikuwa amemuona katika hali hiyo, akawa amemuuliza Bella ni nini kilichotokea. Bella alikuwa amemsimulia rafiki yake kila kitu. Dhira alikuwa ameshangaa sana kwa sababu Baskara ni mtu ambaye anatajwa kuwa na sifa nzuri sana machoni pa watu wengi kwenye hichi chuo. Inawezekanaje kuwa michezo mibaya namna hii? Dhira aliamini sana haya maneno kwa sababu ameambiwa na rafiki yake kipenzi hawezi kumdanganya katika hilo. Bella aliporudi ofisini akakuta akawekewa ua na ujumbe unasema kwamba nimefurahi sana kuonana na wewe. Hii ni wazi ni Ranjiti ndiye kaweka ili ua. Huyu binti akawa ametupa. Muda huo akalichukua tena, akalitazama. Kumbe Ranjiti pamoja na rafiki yake wapo wanatazama kwa mbali na wakawa wamefurahi sana. Sasa si wakapiga kelele. Bella akawa ametambua kwamba hili ua aliyeliweka hapa ni Ranjiti, hivyo akawa amelitupa, akawa ameharibu kabisa furaha yao. Alipotoka hapo Dira akawa amemletea hilo ua, kalikuta kwenye ofisi yake. Anamwambia kwamba mbona macho ua zuri kama hili, nani kakuletea? Bella kabidi kumwambia kwamba aliyelileta hilo ua ni kijana mdogo Ranjiti, yuko hapa kwenye hichi chuo. Rafiki yake Bella akawa amehitaji kumjua, lakini Bella akakataa kabisa kumwambia kwa sababu hakutaka kabisa rafiki yake amfahamu yule kijana. Kwanza yeye ni profesa, inawezekana vipi kutoka na mtoto kama yule? Siku moja Ranjiti akawa amempelekea fomu binti Bella ili azijaze, lakini Bella tu baada ya kumuona kijana kafika hapo akasema kwamba muda umeisha, akawa amebeba vyake na akawa ametoka hapo. Sasa nje katoka tu akakutana na Baskara. Baskara akaendelea kumshawishi binti ili apate nafasi ya kutoka naye. Sasa huyu mkuu wa chuo na yeye ni mtu wa hovyo kweli, kamsumbua sana. Sasa muda wakati anamsumbua, Ranjiti alikuwa anatazama, akawa amemind sana na akawa amemuomba Bella kwa sauti, kwa makusudi tu ili kumuokoa kwamba ana shida pamoja naye. Baada ya hilo tukio, Ranjiti akawa amejaribu sana kumuomba msamaha kwa makosa yote ya zamani, lakini Bella bado hakuwa tayari kabisa kumsamehe huyu kijana. Kijana kusita kushawishi ili kumfanya huyo dada amwamini na mkubali na amsogeze katika maisha yake, lakini Bella hakusita, alimkataa kabisa, akamkumbusha kwamba mimi ni mwadhiri wako, hivyo uhusiano kati ya mimi na wewe hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Sasa baadaye Ranjiti akawa amemfuata Dhira, rafiki yake Bella, akamweleza kuhusiana na hali ya Bella anayoipitia baada ya kuwa anasumbuliwa na yule mkuu wa hichi chuo Baskara. Hili jambo likaanza kumfanya Dhira kumuona kwamba huyu kijana anamjali sana Bella kuliko hata Bella anavyofikiria. Hivyo akawa ametoka hapo na kumfuata rafiki yake Bella kwenda kumshawishi ili amwamini Ranjiti kwamba ni kijana ambaye anaonekana anampenda na yuko tayari kumpambania kwa kila hali. Akamkumbusha kuwa furaha ya mtu haipaswi kuamriwa na maneno ya watu. Kwa nini kasema hivi? Ni kwa sababu Bella anawaza sana namna ambavyo
watu wanaweza kuwaona wako tofauti kiumri, yaani ana miaka 35 na kijana na miaka 18. Anaona kama jamii watasema sana, lakini rafiki yake akajaribu kumwonyesha kwamba wao ndio wenye maamuzi na haya mahusiano na sio jamii. Bella baada ya kusikia hivyo kusema neno la aina yote, akawa ametoka hapo na kumtafuta Ranjiti kwenda kumuomba wazungumze. Kwanza binti akawa amemshukuru baada ya kuwa amemsaidia kumtoa kwenye sakata la Baskara. Kijana akawa amesema amemsamehe na hana hasira. Kijana akafurahi sana, lakini baada ya kuwa ameombwa radhi akaendelea kuwa karibu sana na Bella. Yeye ndiyo ombi lake, wewe sasa ni mwanafunzi wangu, usiendekeze sana hisia, zingatia masomo. Hayo ni maneno ya Bella. Sasa upande wa Ranjiti pamoja na rafiki yake wanashirikiana kinoma, yaani kila muda ni kuacha vinotisi pamoja na zawadi kwenye meza ya Bella. Japo binti kishingo upande, hili jambo lilikuwa linamtia faraja sana. Kesho yake Bella baada ya masomo akashindwa kwenda kabisa kwenye gari kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Kijana kwa amefika hapo yuko na mwamvuli, akamwambia kwamba nikusindikize kwenye gari lako. Bella kwa amekataa. Kijana akaona kabisa kama binti hahitaji kuambatana naye, hivyo akawa amempatia mwamvuli hapo. Yeye akawa amepita na mvua huyo, akienda kupanda boda yake, akashika njia ni kwenda nyumbani tu. Sasa Bella alipofika nyumbani akawa anawaza sana, yule kijana kafika nyumbani na ile mvua. Hisia inaonyesha wazi kwamba Bella ni kweli anampenda yule kijana, lakini sasa akifikiria tu umri ndo mambo yanayumba. Mara kijana kwa amemtumia ujumbe, nimefika nyumbani salama, usiku mwema. Chuoni kijana kama kawaida hakuacha kumwachia notes pamoja na juice Bella. Bella kugeuka akamwona Ranjiti huko hapo. Hii inaonyesha kwamba kweli ni yeye huwa anamwekea hivi vitu. Hili jambo lilikuwa linampa faraja sana Ranjiti. Hata Bella mwenyewe japo alikuwa anakunja kunja tu, si unajua mambo tena. Siku hiyo wakati wa kurudi nyumbani, kuna majambazi wakawa wamemvamia huyo binti akiwa kwenye gari, wakiwa na bodaboda, wamerusha misumari, gari lilikuwa limesimama. Bella baada ya kushuka chini kutazama, wale majamaa wakawa wamefika hapo kwa ajili ya kumpora, lakini kwa bahati nzuri Ranjiti akawa amewasili hapo na akawa amewashughulikia. Akaomba msaada kwa watu wengine kupiga mayowe, wale washikaji kabidi kutoka hapo mbio. Kuanzia siku hiyo Bella akaanza kuona kabisa upande mwingine wa Ranjiti, si kijana ambaye anamsumbua tu kwamba anampenda tu, bali ni mtu ambaye yuko tayari kumlinda kila alipokuwa kwenye hatari. Lakini hata baada haya yote Bella alimwambia kwa msisitizo kwamba hataweza kuwa pamoja na yeye kamwe. Ranjiti hakubisha sana, aliendelea kuwa karibu naye tu kwa matumaini kwamba siku moja Bella angeweza kubadili maamuzi yake, lakini binti alitia ngumu. Baada ya majukumu ya chuoni siku hiyo, Bella akarudi nyumbani, akamkuta Ranjiti yuko tayari hapo, yuko na mama yake. Yaani mama yake Bella akampokea vizuri sana huyu kijana, na kijana kashakula msosi hapa na akaagiza vingine. Mama akasema kwamba huyu kijana amekusubiri sana. Kijana asema kwamba nimefika hapa kwa sababu nina maswali fulani kuhusiana na masomo. Bella akawa amemkanya, akamwambia kwamba kazi za chuoni hazifanyi nyumbani. Mama ikabidi kuingilia kati, akamtaka binti wake awe mwema kwa mgeni na sio kuwa mtovu wa nidhamu namna hiyo. Hili jambo likawa limemfanya huyu kijana kumpenda sana ukarimu wa huyu mama. Kwa kifupi, mama yake Bella alimkaribisha huyu kijana kwa ukarimu bila kujua historia yake. Ranjiti aliwavutia wote kwa heshima na unyenyekevu wake. Licha ya kwamba alikuwa na machepele bado kautotolizi mkapo kichwani. Bella akamtoa hapo mpela ili asimzoee sana mama yake. Siku nyingine akawa amerudi hapa tena bila taarifa aina yote. Upande wa chuoni, Baskara kama kawaida akiendelea kupambania kombe. Anatumia nafasi yake ya chuo kumkaribia Bella kwa njia zisizokuwa zinafaa, na hili jambo likaanza kumfanya Bella kukosa amani na hii kazi, na kashajua kabisa Baskara anamuhitaji tu kwa manufaa yake binafsi. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, Ranjiti akaanza kumjua Bella vizuri zaidi na zaidi. Alikumbuka hata vitu vidogo vidogo ambavyo binti alikuwa anavipenda kama vile chakula, jambo lilomfanya dhila rafiki yake Bella kwanza kumuona kwamba huyu kijana ndo kijana anayemfaa Bella. Yeye alikuwa zingatii sana hayo mambo ya umri. Alikuwa anazungumzia mambo ya umri mara nyingi ni Bella na sio rafiki yake Bella. Kilicho kizuri hapa, upigiwe debe na dhira. Kila kitu anachokipambania utakipata tu. Kwanza kachangamka huyo nyie. Siku moja ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa binti wa Dhira. Bella akawa amewasili hapo. Kwa kushangaa akamkuta Ranjiti pia ni mwalikwa, yuko eneo hilo hilo. Sasa Bella alikuwa anajitahidi sana kumkwepa huyu kijana, lakini kijana anajitahidi sana kuwa karibu na Bella. Yaani sijui unaona hivi vitu viwili. Hili jambo likaanza kuwafanya kushindwa kujizuia kihisia. Dhira akamwambia huyu kijana kwamba Bella ni rafiki yangu na ninampenda sana, ni kama ndugu yangu. Ukimuumiza aisee
macho yangu yote yako kwako na kutazama. Kijana Ranjiti kapendwa sana na rafiki yake Bera. Usiku huo Bera alipokuwa akielekea nyumbani, akashangaa kugundua kijana Ranjiti alikuwa anaendelea kumfuatilia, japo Bera akazidi kumkataa kijana awe mbali naye. Akiwa hapo wamevutana wakati wa kuokota vitu, kidogo agongwe na pikipiki. Kijana kwa amefanyikiwa kumuokoa huyu binti mara moja, lakini kwa bahati mbaya yeye akawa amejijeruhi kichwa chake. Bera akazidi kuona kijana namna ambavyo anapambana sana kumuokoa yeye. Kijana kwa amesema kwamba yuko sawa, atameza tu dawa za maumivu, kichwa kimemgonga tu kidogo, lakini sio tatizo. Siku iliyofuata Ranjiti hakutokea kabisa darasani. Bera alikuwa na wasiwasi kinoma, ingawa hakutaka kabisa kujionyesha waziwazi. Siku hiyo hata kwenye dawati lake ofisini hakukuta juisi. Aisee, akaanza kuwaza kinoma. Mara rafiki yake Bera kwa amefika hapo, akamkuta rafiki yake ana mawazo, akajua kabisa anamuwaza Ranjiti. Sasa rafiki yake Bera kashapambana, kashapata mpaka anwani ambapo Ranjiti anaishi. Akawa amempatia hiyo anwani, kama vipi nenda kamtembelee, yawezekana ameumia, yawezekana hata yuko hospitalini, utajuaje? Baada ya kuchochewa moto kweli, Bera kabidi kutoka hapo kwenda moja kwa moja kwa kufuata hiyo anwani ili kwenda kumuona kijana Ranjiti anaendeleaje. Kweli kwa mara ya kwanza Bera akafika nyumbani kwa Ranjiti, si kama mhadhiri bali ni kama mtu aliyekuwa anahofia usalama wake. Bera alipomuona Ranjiti ni kijana wa kawaida tu, lakini sio wa kawaida, ni mtu fulani hivi ana moyo wa ujasiri sana. Sio kama vijana wa Uswahilini, ukitembelewa tu na mwanamke kwa mara ya kwanza unataka kilimo mdondoko. Gai, hiyo akili ni ya wapi? Sasa ukumbuke hapa wanaishi wanaume tu. Mshikaji wake wa Ranjiti si akawa amejitokeza hapo, yuko na boxer tu anaimba. Ranjiti akawa amemtoa nje asitie aibu. Sasa katoka nje asitie aibu, ni kujitia aibu tu huko. Baada ya Bera kutoka hapa akarudi nyumbani, kashangaa kukutana na Maua kaleta nani? Binti akajua ni Ranjiti, pengine akamtumia. Kwenye kutazama akawa ametambua kwamba ni Baskara ndiye kayatuma haya maua. Baskara yuko serious nyinyi. Binti akawa ameyatupa hapo. Kesho yake shule Baskara akaendelea kufukuzia kombe. Sasa si wanafunzi wakawa wamepita hapo, wakamuona Baskara anatupa nyavu kwa huyo binti Bera, wakajua kabisa hao watu wana mahusiano. Mara moja wanafunzi wakaanza kusambaza maneno kwamba Bera ana mahusiano na Baskara. Sasa huu umbea ni umbea fulani hivi ukanoga kinoma darasani. Bera akawa nje ya darasa, akaanza kusikia watu jinsi walivyokuwa wanazungumza haya mambo ya mahusiano, kwamba yeye ana mahusiano na Baskara, na wanafunzi wanasema kwamba Bera mpaka kufika umri huu miaka 35 hana hata mtoto na hajaolewa. Ranjiti ikabidi kuwakemea, akamsimamia Bera kumlinda, akampambania kinoma, akawashushua hapa. Binti yuko hapa nje anasikia jinsi ambavyo Ranjiti anamtetea ndani ya darasa. Baada ya hili jambo Bera akawa na amani sana, baada ya kugundua kwamba huyu kijana anaweza kumpambania namna hii. Akiwa darasani ni kumwangalia tu kwa kumuibia. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, Ranjiti akaendelea kumjali Bera kwa vitendo vidogo vidogo, kama kumletea vinywaji kama kawaida yake na kumsaidia pale ambapo binti anahitaji msaada. Ikawa Bera bado alikuwa anajaribu kumkwepa na kumweka mbali huyu kijana kwa sababu ya tofauti ya umri, lakini sasa akaanza kugundua uwepo wa Ranjiti unamfanya ajisikie salama na mwenye furaha, kiasi kwamba mpaka akisoma kitabu anamuona Ranjiti. Hii ndio hilo walikuwa nasikia wazee wa zamani wanakuambia kwamba nakupenda mpaka nikinywa maji kwenye glasi na kuona. Ndio hii binti alikuwa akikata akiangalia TV hivi, anamuona Ranjiti huyu hapa kwenye TV anataka kutokeza hapo. Siku moja Ranjiti akamtoa Bera, wakaenda sehemu nzuri ya mandhari ya kuvutia. Safari hii kijana alikuwa na mpango wa kueleza hisia zake za moyoni kwa huyu binti. Ranjiti akaeleza kwamba utofauti wao wa umri hauwezi kabisa kuamua hisia zao, lakini Bera bado aliogopa. Anasema kwamba hayuko tayari kukubali huu uhusiano. Kwa ndani ya moyo wa Bera anampenda huyu kijana, lakini akifikiria swala la umri anaogopa macho ya watu nyinyi. Ranjiti akakataa kukata tamaa, akamwambia kwamba Bera, kama hisia zao ni za kweli, hawapaswi kabisa kuruhusu umri uwe kizuizi. Bera kwa ameondoka hapo. Kijana akasema kwamba kama utoi jibu, sitaondoka hapa, sitojali kitu chochote mpaka utakaporudi kuja kunipa majibu. Bera katoka hapo na kujali, kafika mbali, mara mvua ikaanza kunyesha. Bera akaamua kurudi, akahisi kabisa yule kijana atakuwa hajaondoka sehemu alipomwacha. Baada ya kufika hapo, akawa amekutana na kijana yuko hapa na mwamvuli. Ranjiti akamweleza kwamba jambo lililokuwa linamuogopesha sio yeye kubaki hapa kuvumilia mvua na baridi, bali ilikuwa anaogopa kama Bera asingerudi hapa angefanya nini. Anaona maumivu ya kumpenda mtu bila kujua kama atapendwa ama hatapendwa.
Bera baada ya kuona ya mambo yote ikabidi kufunguka ukweli, akamwambia kwamba ana umri mkubwa na anaogopa watu watamzungumzia vibaya, jamii itawachora katika picha nyingine na atashindwa kuendesha maisha yake vizuri. Lakini Lanjiti akamwambia kwamba yeye hajali maneno ya watu wa aina yote, kwa sababu wao ndio wenye maamuzi ya hisia zao na sio watu wa nje. Lanjiti akasema kwamba yupo tayari kumpokea Bera pamoja na historia yake yote. Bera akakasirika kwa sababu anaona kama huyu kijana bado hajamjua vizuri, hajaingia zaidi ndani ya maisha yake. Lakini Lanjiti akamwambia kwamba yaliyopita uliokwisha kuyapitia yamekwisha kupita, hayana muhimu kabisa katika maisha yangu. Bera akawa ameshindwa namna ya kujibu, akataka kutoka hapo. Lanjiti akasema kwamba kama utaondoka bila kunijibu ukweli, nitaamua kuruka hapa. Walikuwa kwenye daraja fulani hivi. Bera akaona kama udogo anazingua nini. Kweli dogo bila kuzita akawa amejirusha. Alo, binti akawa amekiri, ninakupenda pia. Lanjiti baada ya kusikia hivyo akawa amejitokeza. Alikuwa amezingua tu, ni pafupi hapa, lakini binti kwa sababu walikuwa ameshatoka darajani alijua pia na hapa ni daraja. Bera akakasirika kwa sababu hakupenda jinsi ambavyo amechezewa akili hapa, lakini kakiri ukweli kwamba anampenda kweli Lanjiti. Lanjiti akaamua kwamba uhusiano wao uanze rasmi. Hata hivyo, Bera akamuomba uwe wasiri kwa sababu bado hajawa tayari kabisa kukabili maoni ya watu wengine. Lanjiti akawa amekubali, akaahidi kwamba wataenda taratibu taratibu. Kijana baada ya kufika home siku hiyo kafika kavaa nguo za Bera. Rafiki yake akawa amemuuliza mbona umevaa kike? Mshikaji kabidi kumweleza kwamba yeye na Bera kwa sasa ni wapenzi. Akana kwa amefurahi sana na kwa amempongeza, lakini pia akamcheka akamwambia kwamba sikiliza, kaa kijanja kwa sababu Bera anaweza kubadilisha maamuzi yake siku yoyote kwa sababu ya tofauti ya umri wenu. Lanjiti akulipokea sana ili jambo, yeye anachojua anapendwa na Bera na yeye anampenda Bera, full stop. Chuoni Lanjiti akaendelea kumjali Bera kwa njia zake za kipekee. Kwanza akamrudisha nguo zake akiwa amezifua vizuri, kazipaka na manukato, akataka kumpiga busu. Bera akajaribu kujifanya mkali, lakini taratibu kaanza kufurahia namna ambavyo Lanjiti anamjali. Bera akaelekea ofisini, akawa amekutana na kiongozi wake kama kawaida, Baskara mzee wa kufukuzia, kwa sababu wanajua binti ana ndoto ya kupata nafasi kubwa sana kwenye hichi chuo. Kwa hiyo Baskara anataka kutumia nafasi hiyo hiyo kwa ajili ya kumpata huyu binti katika mahusiano ambayo yeye mwenyewe anayataka. Penzi likavuma, penzi likaendelea bana. Wakiwa hata darasani, Lanjiti kanyosha mkono hapa. Madamu akawa amesogea hapa, kajua kijana anaenda kuuliza kitu cha msingi. Anaomba nafasi baada ya masomo wakutane yeye pamoja na Bera. Madamu akawa amekubali hapa. Wanafunzi wanajua watu wanaulizana mambo ya masomo, kumbe watu wana yao. Kweli baada ya masomo wakawa wameenda kukutana. Siku hiyo mwanaume katupia kweli kama mtu mzima, jambo lilomfanya Bera avutiwe sana baada ya kumuona. Wakiwa kwenye mgao wanapiga stori, kuna kikundi fulani hivi cha vijana wasichana wako hapa, wanashangaa kwa sababu wanaona kama hawa watu wana umri tofauti. Mbona Bera ni mkubwa sana kuliko huyo kijana? Wakawa wanamuita kama shangazi. Yule ni shangazi yake, si ndio? Hawezi kuwa mpenzi wake. Lanjiti baada ya kusikia hivyo, baada ya kumuona kama mpaka na Bera hii kitu inamkata, Lanjiti akawa amewageukia akawaambia kwamba sikia nyinyi, huyu sio shangazi yangu, huyu ni mpenzi wangu. Watu ikabidi kukaa kimya. Bera kwa ameshangaa ujasiri wa huyu kijana kwa sababu haogopi mtu aina yote, yaani yuko tayari kumtetea katika kila hali. Baadaye wakawa wameenda kucheza wakiwa pamoja, wakafurahi sana kama wapenzi. Bera kwa amegundua kwamba licha ya kwamba huyu kijana ni mdogo na anakutana na changamoto za utotolism, lakini pia anamletea furaha sana na uzoefu mpya ambao hakuwahi kuupata. Lanjiti akamwambia Bera kuwa uhusiano wao hautakuwa rahisi, lakini anataka wakabiliane na matatizo yoyote yatakayotokea huko mbele wakiwa wote pamoja. Siku moja kijana Lanjiti akiwa zake bize tu na mambo yake, mara kwa amekutana na mrembo mmoja hivi. Huyu dada anaitwa Ziva. Sasa huyu binti akaanza kumuuliza, kwa nini upokee simu zangu? Hao watu waliwahi kuwa na mahusiano huko nyuma, na sio tu kuwa na mahusiano, ni kwamba Lanjiti yeye hajawahi kumuelewa kabisa huyu dada, lakini huyu dada anampenda Lanjiti mbaya mbovu. Lanjiti hampi nafasi kabisa huyu binti. Inaonekana wazi huyu binti bado ana ukaribu sana na huyu kijana, na anakiri kwamba anamkumbuka mno, anamhitaji. Lanjiti akaanza kuona kama hizi ni dalili za kumtia shobo tu huko mbele, kwa sababu kwanza yeye mwenyewe yuko katika penzi jipya na huyu binti kaja ni king'ang'a kweli na anaweza kumharibia kila kitu. Kijana kabidi kumwambia kwa sasa ana mpenzi mpya na anafurahi sana, hivyo anahitaji nafasi, apewe space. Hili jambo likamkwaza sana binti Ziva. Ziva haamini kabisa kama Lanjiti ana mpenzi, lakini hili jambo likamuumiza tu sana moyo kwa sababu anahisia sana na huyo kijana. Wakati huo Baskara akaendelea kumfuatilia Bera kwenda kujaribu kupata nafasi nyingine. Baskara kwa amesisitiza kwamba anaweza kumsaidia kumpatia nafasi kulingana na kila idara ambayo binti anahitaji. Sasa wakati anaendelea kubembeleza, Lanjiti akawa ameona Bera alivyotoka hapo, Lanjiti akamfuata Baskara.
akaenda kumuonya, akamwambia kwamba Baskara asitumie mamlaka yake kumtishia ama kumshinikiza Bella kumpata katika mahusiano ambayo yeye anayataka. Akamkumbusha kwamba yeye ni mwalimu, anapaswa kuheshimu mipaka yake. Baskara akawa amekasirika, akaona kama wewe kijusi vipi, mbona kama anamuingilia. Akamwambia kwamba sikiliza wewe mtoto, nitakuharibia, jishikilie, nitakuharibia kabisa masomo, nitakufukuza hapa chuoni. Kijana kabidi kukaa kimya tu kwa sababu mzee ni kama kamaindi sana. Lanjiti na Bella wakaendelea kufurahia uhusiano wao kama kawaida. Lanjiti akawa amempeleka Bella kwenye miadi maalum ili kwenda kupata chakula pamoja na zawadi ghali sana siku hiyo kijana akawa amempatia. Ingawa Bella alifurahi sana juhudi za huyu kijana, lakini akamwambia kwamba yeye hahitaji zawadi ghali, bali uhusiano wao anahitaji tu uwe na utulivu, uwe wa ukweli na upendo utawala. Lanjita akawa ameahidi atalifanya hilo jambo kwa sababu ni jambo ambalo liko katika uwezo wake. Anatamani uhusiano wao uendelee kudumu na uwe wenye furaha na amani. Siku iliyofuata Baskara akampigia simu Bella, akamuita Bella kwenye mgahawa akidai wanahitaji kuzungumza mazungumzo ya nafasi yake ya chuoni ambayo yeye anaitaka sana huyo binti. Binti hakuwa na noma sana, lakini alimjulisha tu mpenzi wake Lanjiti kwamba anaenda kukutana na Baskara sehemu fulani. Bella akiwa huko, Baskara akawa amefika hapo kama kawaida, kamuitia waje wazungumze kazi, lakini sio kazi. Mzee akaanza kushawishi anahitaji kupata nafasi kwa Bella, anamuhitaji sana kwa sababu anampenda sana. Baskara akaanza kupambania kombe, anahitaji kumpata. Bella akawa amekasirika sana kwa sababu kaja hapa kwa ajili ya kazi, lakini mambo aliyokutana nayo ni mambo ambayo yanahusiana na mambo ya kimapenzi, na yeye anaona kabisa hivi vitu ni vitu viwili tofauti. Akamwambia kwamba hawezi kuuza heshima yake au kutumia njia chafu kufikia ndoto zake. Baskara akawa amejaribu kushawishi zaidi, kwa kuwa hiyo ndo nafasi yake ya kubadili maisha yake anayotaka huyu binti. Bella akawa amegoma kabisa. Baskara akawa amelazimisha. Sasa binti yake Baskara akawa amefika hapo, ni Ziva, ni mtoto wa Baskara. Mtoto akawa ameona sasa, mara moja akawa amemtuhumu kwamba binti Bella anavunja familia za watu. Wakiwa hapo kuna watu wanarekodi kabisa hili tukio. Ziva alimrushia Bella maneno ya shombo. Bella kuwa mvivu akamtolea uvivu huyu Viza. Kwa bahati nzuri kipenzi chake Lanjiti alikuwa amefika hapo, akawa amemtuliza. Ziva pamoja na baba yake Baskara wakawa wametoka hapo. Ziva akamkabili Lanjiti, akamwambia kwamba nimuona huyo mwanamke, ni mwanamke wa ovyo, alikuwa anamtongoza baba yangu, nimemuona kwa macho yangu. Lanjiti akamfuata huyo binti akamwambia kwamba sikiliza, baba yako ndiye ambaye ana mambo ya ajabu, ameendelea kumsumbua Bella hata mpaka chuoni, anamuhitaji. Na Lanjiti akamuonya binti kuwa na nidhamu kwa sababu huyu Bella ni mpenzi wangu mimi. Finally Ziva akawa amemfahamu kwamba huyu binti ndo mtu ambaye anamtia jeuri Lanjiti. Vagi likabaki baina ya Baskara pamoja na binti yake. Binti anamuuliza baba kwamba unatuacha mimi pamoja na mama yangu, unaenda kumtongoza Bella. Mzee akawa amegeuza hii sentensi akasema kwamba Bella ndiye anamtongoza yeye. Yeye akawa amesema kwamba mimi mbona nakupenda sana mwanangu pamoja na mama yako, siwezi kabisa kusaliti familia yangu. Binti baada ya kusikia hivi akawa ameondoka hapo bila kusema kitu chochote. Jioni hiyo Bella akawa amesindikizwa na mpenzi wake. Siku hiyo mama yake hakuwepo nyumbani. Lanjiti akawa ameomba abaki pamoja naye binti ili aendelee kumlinda, lakini binti akawa amekataa kabisa. Akamwambia tu kwamba yeye yuko salama, hivyo kijana arudi nyumbani kwake. Binti akawa ameingia ndani. Kesho yake asubuhi panakucha, binti anatoka nje anamkuta kijana kalala nje hapa. Akashangaa akamuuliza Lanjiti. Lanjiti akawa amesema kwamba yuko hapa kwa ajili ya kumlinda. Sasa wakati wao wako hapa wanazungumza kimahaba, rafiki yake Bella pamoja na mume wake wakawa wamefika hapa. Wakawa wamewakuta. Nini imekuwaje? Kwani mna mahusiano? Ikabidi watu wafunguke tu kwamba Lanjiti pamoja na Bella wana mahusiano. Sasa kinachonifurahisha ni kwamba rafiki yake Bella pamoja na mume wake ni mkopo na mfuniko. Wamekutana, ni watu ambao wanapendana kweli na wanaendana kitabia. Wakoma washauri tu kwamba watu hawa waendelee kuwa na furaha, wapendane. Upendo ni kitu cha msingi sana katika maisha. Basi watu wakawa wamejiandaa hapo kwa ajili ya kuelekea chuoni. Baada ya kufika tu nje, Baskara akawa amekutana na binti Bella kwa ajili ya kumuomba radhi, akiwa maahidi kwamba kabadilika, amejifunza kutokana na makosa yaliyotokea jana. Binti akabeba tu vitu vyake hapo na moyo wake na akili yake, akaamua kuingia ndani. Hakutaka kabisa mambo yao mengi, lakini alikuwa na hasira huyo binti, na akawa amemweleza rafiki yake kila kitu kilichomkuta. Akasema kwamba haoni kabisa kama anaweza kuendelea na hii kazi, aiache ama aendelee nayo kwa sababu Baskara amekuwa kama ni tatizo sana kwake. Sasa nje Lanjiti alimwona Baskara akiwa anazungumza na Bella, akawa amemfuata kwenda kumuonya. Ni mara ngapi nakuambia ukae mbali na Bella?
usimsumbue. Baskara akaona kama huyu dogo ni dharau nini, yaani unaona kuja kunivogea kama nani. Akamwambia kwamba sikiliza kijana, jiheshimu, kaa na mimi mbali, la sivyo nitakuharibia masomo, nitakufukuza hapa chuoni. Kijana ikabidi kuwa mpole, mzee kamaindi kweli kweli na kaweka za uso. Baskara kama ametoka hapo kwa amempigia kiongozi wa hichi chuo, madam fulani hivi anahitaji kuonana naye kwa sababu ana jambo anahitaji kwenda kuzungumza naye. Baada ya kufika hapo kwa kiongozi wake, akawa amemweleza kila kitu alichokuwa anataka kumwelekeza. Mara huyo madam akasema kwamba kuna kijana wake anahitaji kumtambulisha hapa. Kijana anakuja kumuona Baskara, ni nani? Ni Ranjiti. Ranjiti kafika hapa, madamu anasema kwamba huyu ndo kijana wangu wa kwanza, ndo mtoto wangu wa kiume ambaye yupo tayari kuchukua nafasi katika chuo hicho. Sasa nafasi ambayo kijana anatajwa hapa ni cheo kikubwa kuliko Baskara. Mama akasema kwamba jambo lako ongea na Ranjiti, anaweza kusimamia kila kitu kwa sababu kwa sasa anaweza kabisa kushughulikia mambo yenu. Kisha mama akawa ametoka hapo. Ranjiti alikuwa ni mwanafunzi, kwa hiyo alikuwa ni kama underdog tu, hakutambulishwa, lakini kwa sasa anaonekana ni mtu mzima, kwa hiyo anaweza kuchukua nafasi yake kama kawaida. Baskara alikuwa limemshuka, Ranjiti ni bosi wake. Ranjiti akamwambia kwamba sikiliza, mimi nakujua vizuri, hauna haja ya kujieleza sana kwa sababu hauna chochote unachokijua kwenye kazi. Ninaweza kukufukuza kazi, lakini ninahitaji kitu kimoja tu, kaa mbali na Bella, la sivyo nitakufukuza kazi. Mzee ikawa ni ngumu kumeza, hakuna namna, ni kukubali hivyo hivyo. Upande wa Bella akawa ametumia ujumbe kupitia mawasiliano ya mgawa mmoja hivi, akajua ni mpenzi wake Ranjiti anamhitaji kwenda kule binti waende kuonana. Binti akawa ametoka hapo na kwenda kukaa. Kweli kafika hapo kuhudumiwa vizuri, akawa anamsubiri Ranjiti. Ranjiti akawa amefika nyuma yake, akawa amemsalimia. Binti kusikia hii sauti, aisee, hii sauti anaijua, sio ya Ranjiti. Ni nani? Ni bwana mkubwa mmoja anaitwa Giandra, mwanaume ambaye amekaa mbali na yeye kwa muda mrefu sana. Huyu alikuwa ni mchumba wake wa zamani, ndio mtu ambaye alimfanya huyu binti kuyachukia mapenzi na akaanza kuwa anaimba nyimbo fulani hivi eti akinipenda mama inatosha. Ndo huyu bwana alimfanya nini? Katika kumbukumbu za nyuma tunaonyeshwa jinsi ambavyo Bella alikuwa amejiandaa kabisa kuolewa, ni siku yake ya harusi, kavaa zake kapendeza. Bwana harusi alikuwa amefika hapo, akamwambia kwamba Bella, nisamehe, siwezi tena kukuoa. Kisha kwa mondoka tu bila maelezo ya aina yote. Hili tukio lilimvunja moyo Bella, na sio kumvunja tu, lilimbadilishia maisha yake kabisa. Sijui kama unaelewa maumivu aliyopitia binti. Tukirudi katika wakati wa sasa, Giandra akakiri kwamba wazazi wake walikataa hiyo ndoa kwa sababu ya historia ya Bella ya maisha yake huko nyuma. Akakubali kwamba alifanya makosa makubwa sana kuto kumlinda mwanamke aliyekuwa anampenda. Nimerudi kulipigania penzi letu Bella, lakini Bella akawa amemkatisha. Akamwambia kwamba tangu siku leo niacha, maisha yangu yamebadilika kabisa, hayajabaki kuwa yale yale. Kwa sauti ya chini na maumivu akasema kwamba ni bora uondoke tena na usiwahi kunisumbua. Brenda akabaki hapo akimtazama Bella. Bella huyo kaondoka hapo. Kijana kwa amejua pengine amekwisha kuchelewa kurekebisha makosa yake. Bella pamoja na Ranjiti mpenzi wake wakiwa bustanini wanapiga stori. Ziva sikawaona, kawafuma kwa mbalimbali, akawa amechukua simu na akaanza kuwarekodi kwa mbali. Watu wanazungumza kimahaba mazito. Baada ya Ranjiti kuwa ametoka hapo kwenda uani, binti akawa amemfuata Bella kwa maneno makali akidai kwamba wewe ni mwadhiri, unamrubuni mwanafunzi mdogo. Kwanza wewe ni mwizi, kwa sababu Ranjiti alikuwa ni mtu ambaye ananipenda sana mimi. Lakini safari hii Bella kukaa kimya tu, wala hata kukasirika. Akamjibu kwa utulivu kwamba kama kweli Ranjiti alikuwa anakuchagua wewe na alikuwa anakupenda wewe, basi kuna sababu kubwa sana ya sura pamoja na umri, ndio vitu ambavyo kijana vimemfanya achague mtu ambaye anampenda. Akamkumbusha kwamba Ranjiti ni mwanaume mwenye akili na anayejua maamuzi sahihi anayoyafanya. Maneno hayo yalimuuzi sana Dhiva. Baada ya kutoka hapo, akaenda kumwambia baba yake Baskara kwamba bana we, nimerekodi video ambayo inaonyesha mwadhiri akiwa na mwanafunzi wake. Akamwonyesha baba yake, lakini baba yake ni kama alikuwa na wasiwasi kwa sababu aliyopo kwenye video hapo ni bosi wake. Lakini akawa amemuomba binti yake amtumie hiyo video kabla hajaisambaza. Binti akaamua kuisambaza hiyo video kwenye mitandao yote ya kijamii pamoja na magrupu ya kile chuo kwa makusudi tu. Sasa shuleni, Ranjiti akiwa darasani na Bella ndiyo mwenye kipindi muda huo, mara watu wana minongono. Rafiki yake Ranjiti akamwonyesha video wazi, oya umetrendi, inamwonyesha kwamba mwadhiri alikuwa na mwanafunzi wake. Wanafunzi wakaanza kurusha vijembe kwamba profesa anatembea na mwanafunzi wake. Hii ni kesi mbovu ujue. Binti baada ya kuuliza nini kinachoendelea hapa, watu wakaanza kurusha vijembe na akawa ameujua ujumbe kwamba mambo yamebumburuka, yeye ana mahusiano na Ranjiti. Ranjiti akajaribu kumlinda Bella dhidi ya watu
wanaoendelea kumrekodi na kusambaza hiyo video, lakini taarifa zishafika uongozi wa juu, kila mtu kashajua, watu washarekodi, washasambaza. Upande wa Baskara bana, baada ya kupewa ile video na binti yake kuitazama vizuri, akaipeleka moja kwa moja kwa mama yake Ranjiti, yani bosi wake, akadai kwamba Bella na Ranjiti wameharibu heshima ya taasisi. Mama akiwa hapo kafika kwenye hichi chuo kafoka vibaya mno. Haiwezekani profesa mkubwa kama wewe utoke na mtoto mdogo kama huyu, mwanafunzi wako. Ranjiti ni mtoto wangu wa kumzaa. Watu ndo wanashtuka, Ranjiti ni mtoto wako? Mama akafoka vibaya mno. Profesa, unatembea na mtoto mdogo kama huyu? Kuanzia muda huu umefukuzwa kazi. Hem, tukutane sehemu ya pili, huko ndo kubaya mno. Kumenoga. Tumalizane na hii simulizi. Karibu Swahili Flix Empire. Hakikisha umesubscribe, umeturn on notification, umelike, umecomment. Karibu.